wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Mara moja zaidi, kutakuwa na mkutano hewani kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi hayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, hakujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Mmesikia habari za maskini Musa kwenye kile kichaka. Mmesikia habari za shujaa Daudi na kombeo lake. Mmesikia hadithi ikisimuliwa ya Yusufu mota ndoto na ya nabii na wale kindi tunayoimba mara nyingi. Kuna wengine wengi sana katika Biblia, nami ninatamani kukutana nao tena. Tangaza hivi karibuni Bwana atatujalia kukutana nao katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi hayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, hakujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Uko wenye kushuku wote watakosekana kabisa, wenye mashaka watakuwepo siku hiyo. Hakuna walevi watakao kuwepo kutusumbua, na kina Akani watakuwa shughuli uko mbali. Uko watakatifu watakuwa na muhuri wake juu ya nyuso zao, wakiwa wamevalia mavazi ambayo waliokombolewa tu ndio waweza kuvaa. Wote wenye mavazi ya harusi watakuwepo katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi hayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Ubati wa kwanza tena. Mmesikia habari za maskini Musa kwenye kile kichaka. Mmesikia habari za shujaa Daudi na kombeo lake. Mmesikia hadithi ikisimuliwa ya Yusufu mota ndoto na ya nabii na wale kindi tunayoimba mara nyingi. Bwana asifiwe. Kuna wengine wengi sana katika Biblia, na mimi natamani kukutana nao wote. Na tangaza hivi karibuni Bwana atatujalia kukutana nao katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani. Hebu peana mkono na jirani yako, mwambie nitakutana nawe kule ng'ambo. Nitakutana nawe kule ndugu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Mara moja zaidi. Kutakuwa na mkutano hewani kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi hayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Hebu tumpige makofi. Hebu mawazo yako yaanze kuwazia jinsi gani hilo kweli litakavyokuwa. Changamko kwa ufunuo. Haya twende.
kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Utukufu! Bwana asifiwe. Nani anayelitazamia hilo sasa hivi? Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Vema, kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi yayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Ubeti wa pili, huko wenye kushuku wote watakosekana kabisa, wenye mashaka watakuwepo siku hiyo. Bwana sifiwe. Hakuna walevi watakaokuwepo kutusumbua, na wakina Akani watakuwa na shughuli huko mbali. Huko watakatifu watakuwa na amuri wake juu ya nyuso zao, wakiwa wamevalia mavazi ambayo waliokombolewa tu ndio wawezao kuvaa. Wote wenye mavazi ya harusi watakuwepo katika mkutano huo hewani. Kutakuwa na mkutano hewani, kwa utamu hivi karibuni. Tutakutana nawe tukusalimie huko katika makazi hayo ng'ambo ya anga. Kuimba kuzuri sana utasikia, kujawahi kusikiwa na sikio la mwanadamu. Itakuwa adhimu na tangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe atakuwa ndiye anayeongoza katika mkutano huo hewani. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bibi harusi anatazamia wakati huo. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Naweza kupata amina? Hakuna anayeweza kusema amina kama vile bibi harusi anavyoweza kusema amina, kwa sababu tumezoea kuisema hiyo, kwa sababu tunazisikiliza kanda. Tunasema amina kwa kila neno. Mmelielewa hilo? Amina, ninaliamini. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, unayo furaha kuketi hapa leo? Unayo furaha kuwa bibi harusi? Unayo furaha kuchaguliwa? Ni akina nani wanaojua majina yao yako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Mimi najua. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Hakuna tena mambo kama hayo ati vema, nadhani najua limo, natumai naweza kuwa. Bibi harusi anajua limo. Haijalishi ni kitu gani shetani anachojaribu kutuambia, jinsi yeye anavyojaribu kucheza ila hiyo katika akili zetu. Sisi tunajua majina yetu yamo katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Yalichaguliwa tangu asili, yaliwekwa humo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, wala hakuna kitu kinachoweza kuliondoa. Hakuna. Limetiwa muhuri ndani humo. Jina la Bwana lihimidiwe. Karibuni katika jina la Bwana Yesu. Tunao wageni wengi pamoja nasi leo. Inua mkono wako kama wewe ni mgeni uliye nasi. Mungu akubariki. Kuna wengi zaidi ambao hawakuinua mikono yao. Si vibaya kuwa mgeni. Wewe si mgeni kweli. Kila mtu anayetoka nje ya mji, inua mkono wako. Hilo likoje vema? Ni kwa sababu hutaki kuitwa mgeni. Wewe si mgeni ikiwa uko pamoja nasi hapa. Ninyi ni ndugu na dada katika Kristo, nasi tutafurahia pamoja nanyi milele. Kwa hiyo tutajua wewe ni nani hasa. Wewe nisikujue kwa jina sasa, nami nina wakati mgumu kwa majina, lakini kule ng'ambo nitajua wewe sasa ni nani hasa. Bwana sifiwe. Yeye atanipa hilo. Nitajua Musa ni nani, Elia ni nani, nitaenda kujua wote ni akina nani. Jina la Bwana lihimidiwe. Bibi harusi amekusanyika hapa leo na ulimwenguni kote, na kwamba tunaunganishwa na jambo moja tunalojua. Ni kama tu ilivyokuwa katika siku ya Pentekoste.
Hakuna tofauti. Ni tuko kwenye chumba chetu cha juu orofani papa hapa. Amina. Ndicho kinachotukia. Tumekusanywa pamoja. Bibi harusi amekusanywa pamoja kama tu wao walivyokuwa wakati huo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Aliwakusanya wote pamoja, nalo ni kitu fulani daima katika Biblia. Hivyo ndivyo Bwana alivyofanya. Aliwakusanya pamoja mitume wake, akasema kaeni hapa mpaka. Aliwaunganisha, aliwakusanya pamoja. Kuna jambo moja tu linaloweza kufanya hivyo sasa hivi. Ujumbe huu, kanda hizi ndizo zinazotuunganisha. Kwa hivyo hichi ndicho chumba chetu cha juu orofani. Bwana asifiwe. Jina la Bwana limidi. Jina la Bwana limidiwe. Maweza kuketi. Kama tungeweza kuona ni jinsi hiyo tu kwa macho yetu yanayoonekana, nguzo ile ya moto inazunguka kwenye chumba hiki papa hapa, katika chumba chako, katika chumba cha hospitali, ndani ya gari lako, nyumbani kwako, popote, nguzo ile ya moto. Kisha akawa nao. Hivyo ndivyo tu kanisa lilivyokuwa. Walikuwa tu kwenye chumba cha juu cha orofani. Hilo lilikuwa kanisa. Sasa bibi harusi yuko kila mahali, yuko ulimwenguni kote. Mungu anaye bibi harusi, nayo nguzo ile ya moto iko papo hapo pamoja nao sasa hivi. Jina la Bwana limidiwe. Ni neno la Mungu lililothibitishwa, lililofunuliwa, lililodhihirishwa, limedhihirishwa, ambalo limeuishwa, linaishi na limeishi katika huyu mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa, na sasa hilo linaishi katika mwili ndani yako. Jina la Bwana limidiwe. Nalo linafanya nini? Linaleta changamko kwa ufunuo. Bibi harusi hawezije kwamba wakati unajua kwamba ndivyo ilivyo, kwamba wewe ni Mungu aliyefanyika mwili. Unajua, nimesema hapo awali, walipobaki mdomo wazi kuhusu kiumbe huyo, wao watafanya nini kutuhusu sisi? Anzeni mshangao. Ndivyo sisi tulivyo. Sisi ni nani? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Hiyo hukupa changamko kwa ufunuo. Sasa shetani miaka yote anajaribu kutushindilia chini na kutuambia la, hapana, huyo ndiye nabii, huyo ndio ujumbe. Hiyo ni hayo tu. Angalia uone kile kinachoendelea sasa hivi. Tunabubujika kwa uzima mpya. Tutalizungumzia hilo kwa dakika chache. Tunabadilika. Tunakitazamia kila kitu ambacho Mungu ametuwekea sisi. Nataka kutoa tangazo la haraka, ni kwamba ndugu na dada yetu Chambliss watahamia kurudi Louisiana. Ni kwamba wanarudi, kwamba Bwana anawaita warudi kuwatunza wazazi wao, nasi tutawakosa. Ni mchanganyiko wa hisia, na alisema hilo dada Chambliss na ndugu Chambliss. Kwa kweli tutawakosa, lakini kilicho kitukufu, alisema huenda tusiwe hapa tumeketi kwenye kiti, lakini tutakuwa tunasikiliza hewani kwa njia ya muunganiko wa simu. Amina. Lakini hakika tutawakumbuka dada Chambliss na ndugu Chambliss, na kuna nguzo katika kanisa ambalo Bwana aliwaitia, naye amekuweka ufanye jambo lingine. Lakini nilisikia habari njema, yeye hakuuza nyumba yake. Mungu awabariki ndugu na dada Chambliss. Mungu awabariki ndugu na dada Chambliss. Hakika ni ndugu na dada ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, wanaopenda ujumbe huu kwa moyo wao wote. Wao ni wavulana na wasichana wa kanda tangu zamani sana. Amina. Kwa hivyo tutawakosa, tutawakumbuka, lakini ninaomba kwamba Bwana akurudishe upesi chochote alichokuitia kufanya. Hilo ndilo lililo la ajabu. Bwana ameita, unabudi kwenda, unabudi kufanya. Kwa hiyo Bwana wabariki mnapoenda. Je, mlifurahia wikendi yenu ya Pasaka? Lo! Ajabu! Bwana asifiwe. Mwaweza kuketi.
Ni wakati wa kipekee jinsi gani ambao Bwana Yesu anaomba bibi harusi huyu. Na ni ajabu, sijui kama kuna yote kati yenu ambaye amelipitia hili, lakini nje huko ulimwenguni unapoanza kuzungumza na watu hivi, utafanya nini kwa ajili ya Pasaka? Wajua kanisa lenu litakuwa na uwindaji wa mayai ya Pasaka? La. Tunasimama nyumbani na kuomba, tukimtafuta Bwana, tukizungumza naye, tukifunga kila kitu nje huko. Nalo linashangaza jinsi ilivyo. Inakuwa sijawahi kusikia kitu kama hicho. Najua ni kuku kwako, lakini si kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Na ni upako ulioje ambao Baba anautupa. Ni baraka sana kwamba nimesikia kutoka kwa wengi wenu kwamba ulikuwa ni wakati maalum mwaka huu. Hiyo imekuwa hivyo kwamba Bwana ameturuhusu kufanya hivyo kwa miaka michache iliyopita, lakini mwaka huu ulionekana kuwa maalum kwangu mimi. Hakuna, ilikuwa ni baraka. Tutafanya hivyo tena kweli hivi karibuni, kama wikendi ijayo. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Nitakuwa nikiwaelezea na kuchukua muda kufanya hivyo mahali hapa, kitu fulani ambacho Bwana amekiweka tu moyoni mwangu kufanya hilo. Hakika lilifurahisha Bwana ameninitu wakati tunapofungia kila kitu nje isipokuwa yeye tu. Nasi tunampa yeye muda wote. Huwezi kumshinda Bwana Yesu. Kadiri unavyompa muda zaidi ndivyo anavyozidi kukubariki. Jinsi unavyozidi wewe kumpa ndivyo upako wake unavyozidi kuwa juu yako. Nalo ndilo jambo pekee tunalovutiwa nalo. Leo utasikia jinsi anavyofungamanisha muhuri wa kweli wa Pasaka na ule muhuri wa 4. Na kama umekuwa ukisikiliza muhuri wa 4, utajua kile ninachozungumzia. Bwana sifiwe. Anatuonyesha kwamba ni mpango mkuu wa Mungu. Hatukusikiliza muhuri wa kweli wa Pasaka kwa bahati tu kwenye Pasaka. Hakuna kitu chochote cha kubahatisha kwa Bwana Yesu Kristo. Wakati wake ni mkamilifu. Yeye kamwe yuko nje ya hatua. Yeye hachelewi kamwe. Yeye yuko katika wakati kikamilifu. Daima unafikiri lazima iwe kwa njia fulani au jinsi linavyopaswa kutukia. Sahau hilo. Bwana, mapenzi yako tu yatimizwe. Hatujali chochote kingine kile. Yeye atuambia nini? Alituambia kwamba mihuri yote imevunjwa. Bwana sifiwe. Alisema muhuri wa kaburi umevunjwa. Alisema aliuvunja muhuri ule uliotutenganisha na utukufu wa Shekina. Anasema muhuri huo ulivunjwa. Anasema lakini sasa tumetiwa muhuri na kufungiwa katika utukufu wa Shekina. Jina la Bwana limidiwe. Hasemi hivyo tu, bali tumetiwa muhuri ndani, kwa kuwa tumetiwa muhuri milele. Jina la Bwana lihimidiwe. Alisema sisi ni kazi iliyomalizika. Alisema imekwisha, imekamilika. Swali la dhambi lote limetatuliwa. Sasa hilo linapaswa kweli kupata jibu kutoka kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Lakini hebu usubiri kidogo. Hivi ndivyo yeye alivyosema. Lakini adui huwa anarudi kumwambia kila mmoja wetu kwamba tunafanya makosa mengi. Sijui kama anakuambia hivyo au la, lakini huwa ananisumbua sana kwenye hilo kila wakati. Unafanya makosa mengi sana. Unafanya mambo mengi vibaya. Unaendelea kushindwa. Je, umewahi kulisikia hotuba hiyo ndogo? Wewe unashindwa. Unafanya kila kitu. Unatenda dhambi kila siku. Ni mara kwa mara. Unafikiri nini? Yeye anatupa bomu la atomiki kumlipua shetani, kumtoa moja kwa moja hapa. Unalijua, lakini nitakukumbusha tu hilo. Kwa hivyo wakati mwingine anapokuambia hilo unaweza kumwambia. Lakini wakati dhambi hiyo, nasi ukosea, tunatenda dhambi, sisi ushindwa. Lakini wakati dhambi hiyo ya huyo mwanadamu apatikanaye na mauti inapotubiwa na kudondoshwa kwenye kloroksi hiyo ya kitakasaji cha Yesu Kristo, usafisha dhambi yote. Kisha yeye, huyo ni mimi na wewe, basi yeye ni msafi kabisa, bila doa, hana dhambi, hana hatia. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa maana yeye hawezi kutenda dhambi. Kile kitakasaji kinasimama kati yake na Mungu. Ingewezaje kama kufika kule ambapo inavunja na kuirudisha moja kwa moja kwake yeye aliyepotosha hilo? Kwa hiyo unapokosea nalo linamwendea yeye ulinyakua. Wewe umrudishie hilo shetani moja kwa moja aliyepotosha na kusema, la, hilo ni lako, si letu sisi. Wewe huna dhambi, huna doa, msafi mbele za Bwana Yesu. Jina Bwana lihimidiwe. Hilo ni changamko kwa ufunuo. Bila dhambi kabisa.
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Kadiri hilo linavyozidi kuzama ndani ya bibi harusi kwenye uhalisia wa jambo hilo, kwa sababu shetani hataki ujitazame ulivyokuwa mwenyewe huko nyuma. Yule unayemwona kwenye kioo, huyo ndiye unayemwona. Mungu haoni hilo. Anachokiona yeye tu ni msafi asiye na doa, bibi harusi wake. Wewe ni bibi Yesu Kristo. Lo, nilikuwa natoa nukuu leo juu ya hilo, nikizivuta na kuzisoma. Ni tamu kweli kweli. Bibi Yesu Kristo, mfupa wa mfupa wake, nyama ya nyama yake. Jina la Bwana limidiwe. Alituambia Agano la Kale lilikuwa tu kivuli cha yale yatakayokuja, yale ambayo yangetukia katika siku yetu. Na hivyo ndivyo nabii huyo alivyofanya. Anasema, mimi huzungumza kwa mfano na vivuli, nasi tunajua ya kwamba hivyo ndivyo ujumbe huu ulivyo. Kwa hiyo yote yamo katika Agano la Kale, lakini aliyatoa na kutuambia ilikuwa ni kitu gani. Mwanzo 14 inatuambia kwamba Melkizedeki, anasema, yule Elohimu aliye mkuu, Mungu aliyefanyika mwili katika mtu, alikuja kwa Ibrahimu, naye akadhihirishwa kikamilifu kwa Ibrahimu na kundi lake. Alisema katika kundi lake, hao ni sisi. Alisema alithibitishia Ibrahimu kuwa yeye alikuwa nani. Hakuwa na kivuli cha shaka kwamba yeye alikuwa nani. Ibrahimu alijua kwamba yeye alikuwa ni nani. Akamwambia kuwa yule mwana aliyeahidiwa ambaye alikuwa akimsubiri kwa muda mrefu, alisema hilo lilikuwa linakuja. Akasema, umekuwa ukingoja kwa muda mrefu Ibrahimu. Anasema, lakini hilo linakuja. Je, unafikiri wakati huo huo kwamba Ibrahimu alikuwa na changamko kwa ufunuo? Wakati Melkizedeki alipokuwa akimwambia, yote ambayo nimengojea, yote ambayo imenibidi kuvumilia, na utazama mwili wangu unatetemeka na umezeeka. Ninamtazama Sara, ninayatazama haya yote, lakini nimelishikilia neno lako Bwana. Na ndipo huyu hapa Melkizedeki akamjia na kula pamoja naye, naye akasema, hiyo ahadi inakuja. Ibrahimu alipata changamko kwa ufunuo, hakuna shaka. Amina. Bwana sifiwe. Samani, katika siku yetu kwa mara nyingine tena Melkizedeki alikuja tena, kwa sababu aliahidiwa kwamba angekuja tena na kufanya jambo lile lile alilofanya kwa Abrahamu, kwamba angekuja. Mungu aliyefanyika mwili alitokea tena jukwaani. Alitokea kwa akina nani? Kwa lile kundi la bibi harusi la Ibrahimu. Sasa ilikuwa ni kwa kila mtu alione, lakini ni kundi fulani tu ndilo lililokuwa na ufunuo wa kwamba huyo alikuwa ni nani. Yeye anatuambia kwamba yule mwana aliyekuwa akingojewa kwa muda mrefu sasa anakuja. Lakini sisi tumemtambua Melkizedeki kama vile Ibrahimu alivyomtambua, nasi tulipata changamko letu, nasi tumechangamka. Ni kama ndivyo, huyo ndiye yeye. Lakini jambo fulani lilipaswa kutokea kwanza. Alisema kwamba Ibrahimu na Sara walipaswa kubadilishwa. Kweli? Wao hawangeweza kumpokea yule mwana bila kuweko na badiliko. Walikuwa wamemtambua Melkizedeki alikuwa nani. Hilo kundi lilitambua, lakini ilibidi kuwa na badiliko. Alisema ilimbidi kumbadilisha. Bwana sifiwe. Yeye hakumrudisha tu kuwa kijana mwanamume na mwanamke, huyo mwanamume na mwanamke. Yeye hakufanya hivyo, kwa sababu kama wangerudi hivyo, jambo lile lile lingeendelea kuwako. Kwa kuwa yeye alimwoa alipokuwa na umri ya pata miaka 16, naye alikuwa tu ni kijana mwanamume, nao waliishi maisha yao yote bila watoto. Kama yeye angaliwarejesha tu nyuma, vema, wangalifanya tu jambo lile lile tena. Lakini ilimbidi kufanya jambo fulani tofauti. Ilimbidi kuwabadilisha. Ilimbidi awabadilishe. Bwana sifiwe. Kusudi waweze kumpata huyu mwana aliyeahidiwa, yule mwana aliyeahidiwa waliyekuwa wanaenda kumpokea. Lakini ilimbidi kubadilisha mfumo wao wote na kuwarejesha kuwa wachanga na kuwabadilisha wapate kumpokea huyo mwana. Lo, sikiliza. Jina la Bwana lihimidiwe. Nalisoma hilo upesi sana, lakini Bwana aliruhusu hilo litendeke.
Ilisema jambo lile lile linalofuata atakalofanya tena. Anasema ni kumbukeni, baada ya ishara hiyo kudhihirishwa kikamilifu kwa Ibrahimu na kundi lake, basi jambo lililofuata lilikuwa ni kubadilishwa huko. Amina. Je, unahisi na kuona kile kinachotukia? Je, unalihisi? Unajua, ndugu Branham daima alisema ya kwamba watu daima wanatazamia kile Mungu alichokifanya, daima wanatazamia kile Mungu atakachofanya. Anasema lakini wanakikosa kile yeye anachokifanya sasa hivi. Jambo fulani linatukia sasa hivi. Tunaona jambo fulani likitukia ndani yetu wenyewe. Je, unaliona jambo fulani likitukia katika maisha yako? Unajua kuna jambo fulani linalotendeka katika maisha yako. Kuna kitu cha tofauti katika maisha yako. Unaweza kuliona hilo badiliko linalotukia katika maisha yako. Amina. Je, unaweza kuliona? Anasema wewe ni Mungu akikufunulia neno lake kama vile hajawahi kukufunulia neno lake hapo awali. Linatukia. Sio tu kwamba ni kitu fulani tunachojishughulisha, sio jambo fulani lilotukia ambalo lilikuwa miaka 2 iliyopita. Wewe hauko kitu fulani kile ulichokuwa mwaka jana. Wewe hauko kitu fulani kile ulichokuwa mwezi uliopita. Kuna badiliko. Alisema kuna kitu kimebadilika, na anasema kwamba jambo hilo, anasema si kitu ambacho tumejitahidi kufanya, sio kitu ambacho tunachokitengeneza. Ni neno likija kutoa matokeo, kufanya badiliko katika maisha yetu. Kuna badiliko linalotendeka. Unajua, mambo yale ambayo zamani yalionekana kuwa muhimu kwetu hayana umuhimu tena. Hatungeyajali tena. Kuna kitu fulani ndani yetu, ndani kabisa ya bibi harusi huyo. Alisema linatusukuma, linatufufua. Jambo fulani linatubadilisha hivi kwamba tunakwenda kuwa mfumo tofauti kabisa na vile tulivyo. Sio tu kuwa vijana wa kiume na wa kike tena, tutakuwa na badiliko hilo, lakini anatubadilisha kutoka ndani kwenda nje. Na hilo linaweza tu kutokea tu kwa kusikiliza ujumbe huu. Amina. Amina. Sasa badiliko hilo ambalo linatendeka ni kwamba, ndugu Branham alisema hilo linapaswa kutokea sasa hivi ndani yetu, na hilo linaweza tu kutokea kwa njia moja ambayo ni ufunuo, kwa kusikia neno hili. Na hiyo ndiyo njia pekee inayoweza kuwa ni kwa kulisikiliza neno hili. Naye anatufunulia kwamba tuko katika mapenzi yake makamilifu. Hakuna njia nyingine, hakuna kitu kingine kinachoweza kumuunganisha bibi harusi huyo pamoja, bali ujumbe huu katika neno hili. Kama tulivyosema hapo mwanzo, ni kama ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Hakuna kitu kingine kinachoweza kumkusanya bibi harusi pamoja, hakuna kingine ila neno hili. Nasi ndiye huyo bibi harusi neno. Sisi ndiyo lile neno lilofanyika mwili ambalo alituambia nalo. Hilo badiliko linajiandaa kwa kitu gani? Alisema zile ngurumo 7. Alisema ile siri kuu ya hizo ngurumo 7. Na hizo ngurumo 7 zilikuwa nini? Alisema ni sauti ya Mungu. Alisema ni sauti ya Mungu kwa watu. Nayo sauti ya Mungu kwa watu ni nini? Leo ujumbe huu, kanda hizi, ndiyo sauti ya Mungu kwa watu. Mahali fulani kunazo zile ngurumo 7, ziko mahali fulani. Yeye hana budi kutufunulia sisi kupitia mjumbe huyu. Amina. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bakini mmesimama. Unajua ndugu Branham alisema, anasema uwe macho mtu yeyote anaposema anajua hizo ngurumo 7 ni nini. Kuwa mwangalifu. Anasema lakini likague kwa neno. Alisema halina budi kulingana na neno. Mimi sijui ni nini, lakini ninaweza kulilinganisha hilo na neno. Naye alituambia hizo zilikuwa ni nini. Hizo zilikuwa ni sauti ya Mungu ikinguruma. Nasi tunajua sauti ya Mungu ni nini. Yeye alituambia sauti ya Mungu ni nini. Sijui ikoje jinsi itakavyokuwa, na ni kama kuwa mwangalifu. Yeye analifunua hilo sasa hivi. Kwa kusikia ujumbe huu, liko humo. Tulikuwa tukijadiliana tulipaswa kuwa waangalifu pia yale ndugu Branham alisema, na jinsi ilivyokuwa jambo fulani, jinsi ambavyo Yohana alivyosema ile sauti ilitamka ikanguruma. Na Yohana alikuwa anaenda kuliandika hilo. Anasema yeye halijua ilikuwa ni nini. Anasema usiandike hilo, usiliandike. Hakusema ilikuwa katika mfano au kitu kingine chochote. Alisema sauti hiyo ilitamka kitu fulani. Tunaisikia hiyo ikitamka.
Tunaisikia sauti hiyo, tunadumu wa kweli kwa sauti hiyo. Unajua, tunaeleweka vibaya sana. Tunaeleweka vibaya kuwa kile tunachoamini, na katika ujumbe huu nitasema tena, sipingi wahudumu wala kitu kingine chochote. Mimi niko kwa ajili ya nabii huyu tu na ujumbe huu. Kazi yangu, kazi yake kila mhudumu ni kuelekeza hilo kwenye ujumbe huu. Napaswa kusikia ujumbe huu. Huna budi kuzicheza kanda hizo. Ndilo jambo pekee litakalo mkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Je, ni nini kimeandaliwa kwa ajili yetu? Hatuwezi hata kulifikiri. Lakini nataka kusikia baadhi ya changamko kwa ufunuo. Mtalisikia. Mtasikia yeye akisema ni jambo lipi lililo bora zaidi. Lakini nataka kuwanukulia hilo ili muwe na hakika mtalipata, msilikose. Ngojeni mpaka hizo ngurumo 7 zitakapotoa sauti zao kwa kundi lile ambalo kweli linaweza kuchukua neno la Mungu na kulishika pale. Allah, Bwana jalia tuwe ni sisi. Bwana sifiwe. Litafanya nini? Litakata vipande vipande na kukata. Nao akina nani? Nao hao nao ni akina nani? Hiyo ni kweli. Sisi nao akina nani wawezao kufunga mbingu? Nao sisi wanaweza kufunga hiki ama kufanya vile, lolote wanalotaka kufanya. Utukufu! Yeye atauawa kwa neno litokalo katika kinywa chake. Shetani atauawa. Huyu ni ndugu Joseph anasema Shetani atauawa kwa neno litokalo katika vinywa vyetu. Vinywa vyetu ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili. Unataka kujua wewe ni nani? Wewe huyu hapa. Huu hapa urithi wako papa hapa. Wao wanaweza kuagiza tani bilioni 100 za nzi. Na kama wakitaka, amina, lolote watakalosema litatukia. Utukufu! Kwa maana ni neno la Mungu likitoka katika kinywa cha Mungu. Hilo ni neno lake, lakini daima yeye hutumia mwanadamu kulifanyiza kazi. Utukufu! Utukufu! Wewe utanena neno. Bwana, tusaidie kulielewa hilo usiku wa leo. Tusaidie kutambua, kuupita mwili huu, kuupita ubinadamu huu tuliomo. Kwa sababu neno lilituahidi, nalo neno haliwezi kushindwa. Ni uhalisia, sio kitu fulani ninachotengeneza kujishughulisha. Ni neno la Mungu lililonenwa kutoka kwa sauti ya Mungu mwenyewe, akituambia ni nguvu gani iliyomo ndani ya bibi harusi wa Yesu Kristo, ambaye wewe ndiye uliye kunena neno, nalo litatimia. Tunaweza kukata vipande vipande. Shetani hana neno juu yako. Wewe nena neno. Sisi ni bibi harusi. Mihuri yote imekwisha vunjwa. Muhuri wa kaburi, ile mihuri 7, neno limeshafunuliwa. Ulichaguliwa, umejulikana tangu asili, na umeitwa kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, unayo shukrani kwa hilo usiku wa leo? Huku linapozama hilo kwa kina ndani ya moyo wako, je, unaliona lile badiliko likija moyoni mwako? Unapaswa kulihisi badiliko hilo sasa hivi. Unapaswa kuhisi upako huo ukija juu yako dakika hii, kwamba Roho Mtakatifu akijaza kila kiungo cha mwili wako, ukitambua hasa wewe ni nani.
ni kile wewe ulicho, kwamba Mungu alikuita, alikuchagua tangu asili. Hakuna kinachoweza kusimama katika njia hiyo. Wewe ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Alikuchagua, alikuweka wewe hapa ili ulisikie neno hilo, ulishe kwa neno hilo. Wewe ni bibi harusi, bibi Yesu Kristo. Lo, tunakupenda Bwana Yesu. Wewe ni kila kitu kwetu Bwana. Tunakuabudu Bwana, tunakushukuru Bwana. Kweli wewe ndiwe Mwokozi wetu, wewe ndiwe kitakasaji chetu, wewe ndiwe mkombozi wetu, wewe ndiwe mponyaji wetu, wewe ndiwe neno lililo hai kwetu Bwana. Nasi tunakuja mbele zako Bwana, tujaze usiku wa leo Bwana, kama ulivyofanya siku ya Pentekoste. Utupe burudiko tena Bwana Yesu, kwa Roho Mtakatifu. Shuka na ututie mafuta Bwana. Ondoa kila kitu ambacho kisichofanana na wewe Bwana. Baba, tufanye tufanane na wewe Bwana. Ndiyo haja mioyo yetu, hatuna haja nyingine, hatuna matakwa mengine. Hilo ndilo lililo moyoni mwetu kweli Bwana. Bwana, njoo uwe pamoja nasi Bwana. Tunakupenda Bwana Yesu. Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Hebu tumwimbie yeye mara nyingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Lo, Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Bwana, tunapovinamisha vichwa vyetu na kuvumisha kwa upole kwake, ningependa kumwalika askari wa kweli wa msalaba, kijana wa kanda, kuja kuyapeleka maombi haya mbele za Bwana. Ni heshima kuwa nawe hapa pamoja nasi leo, ndugu Sam. Njoo uchukue maombi haya Bwana. Mungu akubariki. Tuinamishe tu mioyo yetu kwa uchaji. Baba wa mbinguni, mwenye neema, mwenye upendo, asante kwa uwepo wako Bwana. Tuko hapa Baba kuliinua jina lako katika kusifu na kuabudu, tukiutukuza ufufuo Bwana. Asante Bwana kwa neno lako asubuhi ya leo, kwa ujumbe huu uliotupatia Bwana. Ulinguruma kwetu Bwana kwa sauti yako siku hii ya mwisho. Asante kwa maneno haya ya kutia moyo ambayo ndugu Joseph ametupa Bwana, akituelekeza kuturudisha kwenye kazi yako Bwana. Na Baba, uko katika neno lako ulisema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hayo ndio tu tulio hapa kuyapokea asubuhi ya leo. Neno lako, fungua mioyo yetu Bwana kwa ufunuo ambao umeguruma kupitia nabii wako Bwana. Jalia tulipokee, tuliamini na tupate neema ya kulitii Bwana. Jalia baraka zako Bwana tunapoketi miguuni pako na kujilisha neno lako asubuhi ya leo.
Kumbuka nabii wako alisema Roho Mtakatifu la neno, na hicho ndicho tuko hapa asubuhi ya leo kufanya, ni kujilisha neno lako Bwana, na litubadilishe kutoka utukufu hadi utukufu, hadi katika sura yako halisi Bwana, kama bibi harusi neno Bwana. Tunapoondoka hapa leo Bwana, na tuweze kusema kama wale wawili waliokuwa njiani kuelekea Emau, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati ulipozungumza nasi njiani? Jalia baraka zako Bwana. Mbariki ndugu Joseph hapa, ndugu Samuel, hawa mashemasi na wadhamini Bwana, endelea kuwapa nguvu na mwongozo Bwana. Mbariki bibi harusi wako mdogo ulimwenguni kote Bwana. Mpe mahitaji yake leo Bwana, kwa kadiri ya utajiri wako katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Baba, tunajua kwamba wewe, sisi hatuwezi kukumbuka kila moja maombi hayo tuliyosoma asubuhi ya leo, lakini Baba, unajua kila hitaji ni lipi Bwana. Wale waliopoteza wapendwa wao Bwana, Baba, wale ambao adui angejaribu kuwakandamiza Bwana, watimizie mahitaji yao leo Baba. Tunaunganisha imani yetu na yao Bwana, tukiamini ahadi yako, tukikushukuru kwamba wewe ni Yehova Rafa. Katika jina la Yesu tunaomba baraka hizi. Sasa uwe nasi Baba sehemu ya ibada hii Bwana, baraka zako ziwe juu yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba mambo haya, amina. Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Imanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Hebu tuimbe kwa mara nyingine tena. Lo Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Imanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Jina la Bwana lisifiwe. Mwaweza kuketi.